Asubuhi njema, asubuhi ya baraka, Jumapili ya baraka. Ambapo kwa asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Kipindi ambacho utubariki, kipindi ambacho utuanzishia siku kama tumebarikiwa. Kwa siku ya leo, maana ni siku ya Jumapili, kipindi ambacho utubariki na neno la Mwenyezi Mungu hata kabla hatujaweza na kufika kanisani. Hivyo basi kwa asubuhi ya leo ninakukaribisha ili tukaweza na kuendelea na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mutinda kutoka kanisa la ABC Lumbwa. Karibu. Jumapili ya leo ikiwa ni Jumapili ya baraka ambayo Bwana ametuwezesha kuwepo. Asante kwa ajili ya nafasi ya kipekee ambayo Bwana ametujalia kuwa nayo. Na pia na imani ya kwamba Bwana pia amekujalia kuwa na huo upendo ambao amekuwezesha kuona siku hii ya leo kama vile amewezesha wengi. Wengi walitazamia kuona siku hii na hawakuweza kuiona, lakini wewe ni wa maana sana kwa sababu amekupenda na akakuwezesha na amesababisha uweze kuwepo kati ya viumbe ambao wanapumua. Na hivyo ningependa tuingie katika neno la Bwana. Kwa wale ambao wanaenda katika service za kwanza, na jua wengine wameingia katika morning glory, na vile wengine wana prepare kwenda, na watoto wanaenda katika Sunday school, na wale wengine pia wanajiandaa kuingia katika ibada ya saa 4. Na kwa hayo yote ni mapenzi ya Mungu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako, asante kwa sababu ya siku ya leo, siku ya ibada Mfalme ambayo umeona ni vema tukaweze kuingia katika ibada za leo. Baba, ninakushukuru, Baba ninakuinua, Baba pokea sifa maana zote ni zako. Ketie kwenye kiti chako cha enzi, Baba tubariki katika ibada hii na katika neno lako asubuhi hii ya leo. Bariki mtazamaji na uweze kumuinua ili Mfalme tunapopokea kutoka kwako Bwana ukawe nguzo na ukawe kielelezo katika yote maana unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Siku ya leo ningependa tukaweze kuangalia uaminifu, honest. Na tunaposema honest, na sema ya kwamba ni kujitenganisha na hali ya udanganyifu, the law of truth, or mtu ambaye ni mwaminifu anayashikilia, he keeps his word. An honest man keeps his word. Proverbs 12:22, the law of truth is in his mouth. Na pia Psalms 15:22 inasema, he does not promise and then not perform. Na ukiangalia Matthew 5:37 vile inasema, the truly honest man will not bear false witness, slander, or otherwise malign his neighbor. Kwa hivyo tunasema, unapoangalia James 5:12 tunasema, lakini zaidi ya yote ndugu zangu, msiape wala kwa dhambi, wala kwa mbingu, wala kwa nchi, wala kwa kiapo kinginecho chote, bali ndiyo yenu na iwe ndiyo, na sio yenu iwe sio, msije mkaangukia hukumuni. Hili ni jambo ambalo linatuwezesha sisi kama watoto wa kifalme, sisi kama Wakristo, sisi kama mashujaa, na sisi kama mashahidi wa kweli, tuweze kujua ya kwamba tunastahili kuwa waaminifu. Na maana katika waaminifu Bwana atatubariki na Bwana atatutumia.
Maana ukiwa mwaminifu unafungua nafasi ya kutumika, unafungua nafasi ya kutengemewa, unafungua nafasi ya hata watu kukuamini. Na hivyo hauna haja ya kuendelea kuambia ama kuapa, yaani kusema. Unasikia watu wengine wakiulizana ukiongopa nani, kwa sababu na hilo ni tendo la kutokuaminiana. Na hili jambo nasema honest ni jambo ambalo linafungua mlango wa kupokea matunda kulingana na hali yetu, vile ambavyo tunakaa na vile ambavyo tunaishi. Na hivyo mpendwa mtazamaji, naomba nikusii na nikuambia ya kwamba uaminifu ni jambo la maana sana. Uaminifu utakusaidia kumjali mwenzako. Ukiwa labda kwa kazi, ukiwa labda kwa mambo mengine, utasaidia mwenzako sana na utamwekelea mambo ambayo si ya haki. Na vile vile hautaingia katika mambo na vikundi vya ufisadi kwa sababu ya uaminifu. Ama ukiwa mwaminifu hautaingia katika mambo ya ufisadi, na utaangalia ufisadi utendeke ukiwa unaangalia ama machoni pako. Hautaangalia udanganyifu uendelee, hautaangalia mali ya watu itumike mbaya ukiwa unaangalia, ukiwa mwaminifu. Kwa hivyo uaminifu ni jambo la maana sana, na ukiwa mwaminifu utaongezewa na nyingi, utaongezewa baraka nyingi, utaongezewa kazi nyingi, hata katika hekalu, hata katika nyumba za Bwana. Uaminifu ni jambo la maana, utakusaidia kutunza hata mwili wako, ukielewa ya kwamba Biblia inasema ni hekalu ya Roho Mtakatifu, na kwa maana wewe ndio umewekewa kuwa in charge wa hiyo hekalu. Utalitunza na utalipatia jambo ama chakula ama vileo ama vinywaji ambazo zina uwezo wa kuharibu mwili wako. Maana uaminifu ni jambo la maana sana. Uaminifu unatupatia kupewa vyeo vikuu katika kazi ambazo tunazifanya. Maana ni jambo la maana sana, na wengi wametafuta kuwa waaminifu na hawajapata. Yaani wametafuta hizo vyeo na hawajapata kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu. Na kama watu hawatakuona, vile vile Mungu atakuona na atakuinua, na hivyo basi kibali chake kitakupata. Nikiangalia maisha ya Nuhu, kiangalia in the book of Genesis chapter number 6 and verse 8, naona ya kwamba katika mambo yote uaminifu kafanya mtumishi ama Nuhu kupata kibali machoni pa Bwana, kumsababisha apate kibali machoni pa Bwana. Kwa hivyo uaminifu unafanya God's favor to be upon your life. Kwa hivyo tujifundishe kuwa waaminifu, maana uaminifu ni jambo la maana. Na nasema ya kwamba mambo ambayo tunayapata katika uaminifu, jambo la kwanza, inatunza ile integrity. Yaani kuna vile watu wanakuchukulia, kuna vile watu wanakuchukulia, na hivyo watu yaani unaongezea kule kuaminika zaidi. Honesty strengthens relationships. Unafanya ushirika upate kudumu, upate kuwa ama kudumu. Honest facilitates career success. Yani vile vile unafanya mafanikio katika yale mambo ambayo unayafanya yaweze
kuendelea. Honest inatengeneza, ama uaminifu unafanya jina lako, honest can improve your reputation, open doors. Unafanya ujulikane na watu wakuseme, na watu wajue mahali ulipo, na ujulikane, na watu wakitafuta ni nani ambaye atatushikilia katika nafasi hizi. Unapata ya kwamba unaonekana mahali ulipo. Being honest can help others become honest. Yani unatengeneza pia, unaweza sababisha, unaweza kuwafuta wengine na watake kuishi na kuwa kama wewe. Na vile vile wakati ambao wewe ni mwaminifu can help you to avoid guilty. Unaweza sababisha usiwe na kule, yani kujihukumu. Na ndio maana nasema ya kwamba kuna more benefits ambazo tunazipata katika kuwa mwaminifu. Mpendwa mtazamaji, uaminifu unatengeneza mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu aliyetuumba. Kwa hiyo jaribu kuwa mwaminifu katika mambo yale ambayo unafanya, naye Mungu atakubariki, naye Mungu atakuinua katika utukufu wake. Na hayo yote tunaamini ya kwamba Bwana wa uzima atakubariki na atakuongoza. Bwana alibariki neno lake na atubariki zote. I wish you the best katika ibada, na tukaweze kubarikiwa. Na wale ambao wataenda, jaribu tu uwe na wakati na Mungu ili aweze kuinua maisha yako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako ambayo ametufundisha mambo ya uaminifu. Na sisi tunakumbali mapenzi yako ambayo Mfalme umetufundisha asubuhi ya leo. Bariki mtazamaji na unibariki na utembee pamoja nasi, na zaidi ya yote bariki runinga ya Undugu TV. Bariki watu wako sehemu zote ambazo wataenda kukufanyia ibada, katika ibada ya kweli, na wewe Mungu upate kuwakumbali katika yote, maana unatupenda zote. Bariki watumishi wako ambao wanafanya kazi katika runinga hii, na hata Mfalme uweze kuwainua, na hata Mfalme wa ajabu uweze kuwa pamoja nao, pamoja na mahitaji yao Bwana wafikie katika vipindi vyote ambavyo zinafanyika katika runinga hii. Baba, tunaomba kwako ili ukaweze kuzifanikisha kwa uwezo wa jina lako. Baba, tuinue, maana hakika unastahili. Bariki uongozi wote wa African Brotherhood Church na uongozi wote wa nchi na watumishi wako sehemu zote ambazo walipo. Baba, tuongoze ili tukazidi kulijenga jina lako katika sehemu zote. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Kwa siku ya leo, mpenzi mtazamaji, tumeweza na kufundishwa juu ya uaminifu. Je, wewe ni mwaminifu? Na tukaweza na kujua kwamba uaminifu ni kujitenganisha na udanganyifu. Ukiwa mtu ambaye ni mwaminifu, unakuwa na msimamo. Sio mtu wa kuyumba yumba. Sio mtu wa kukua na ndimi mbili. Jana uliongea hiki, leo unaongea hiki, kesho unaongea kingine. Mtu ambaye ako na uaminifu hawezi akawa ni mtu ambaye ni wa kugonganisha wale wengine. Ni mtu ambaye anaweza na kuwafitini wale wengine. Je, ulimi wako umejawa na uaminifu? Ama kazi yako ni kugonganisha wale wengine na unafurahia wakati ambapo hakuna amani? Ukiwa mtu ambaye ni mwaminifu, hata ukiwa katika maeneo ya kazi, ukiwa na watu wale wengine, utaweza na kukaa na wao vizuri. Maana wewe ni mwaminifu. Wakati ambapo wanaongea na wewe, wanaamini kwamba hiki ambacho nimeweza na kuongea na fulani, huyu ni mwaminifu. Hawezi akaenda akangeuza mambo, akangeuza maneno yakawa ni mengine. Hawezi akawa ni mnafiki ambaye
ananiletea mambo na anaenda kubadilisha na kuwa kwamba ni mimi niliweza na kuyaongea. Maana huo unafiki uko katikati ya watu sana. Jiulize, je, wewe ni mwaminifu? Maana tunaweza na kujua mtu mwaminifu hawezi akawa na ndimi mbili, hawezi akawa ni mtu ambaye yani anajaribu vile ambavyo anaweza kungombanisha wale wengine, na anafurahia wakati ambapo wanapigana, hata kama wanapigana kupitia kwa mdomo tu, hata kama wanapigana kupitia yale mambo ambayo watakuwa wanaongeleshana. Je, wewe ni mtu wa aina gani? Uko pale lakini kazi yako tu ni maneno tu, kuchochea tu. Unafika kwa huyu unamwambia hili. Uko katika maeneo ya kazi, unafika pale unakimbia hata kama ni kwa mkubwa wenu. Unaanza maneno. Huyu alifanya hiki, huyu alisema hiki. Wakati ambapo kuna kitu wanajiuliza, wakati ambapo mtu ameweza na kupoteza nafasi fulani katika kazi kwa sababu yako, je, faida yako huwa ni gani? Maana huwa anajua kwamba kile ambacho alikuwa anakipata uwezi ukaongezewa kwa ule mshahara wako. Je, faida yako inakuwa ni nini? Kama ni kupokea tu maneno mabaya ambao huyo mtu ataenda akiongea, unafaidika na nini? Jiulize. Na uombe Mwenyezi Mungu akusaidie uwe mtu ambaye anaweza na kuaminika, mtu ambaye ni mwaminifu. Ukiaminika na binadamu, hata Mwenyezi Mungu ataweza na kukuamini. Mtazamaji wangu, kama uko na roho kama hiyo, omba Mwenyezi Mungu akusaidie sana ikaweza na kutoka kwako. Hata mimi nitakuombea. Ni siku ya Jumapili ambapo ninajua wengi tunajiandaa ili tukaweza na kuenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ninakutakia ibada njema, ibada ya baraka. Watumishi wote ambao utaweza na kuhudumia kanisa la Mwenyezi Mungu, Mungu abariki roho wake akaweze na kuwatumia vilivyo. Pasa tumeshukuru sana wakati ambapo unarudi MBC Lumbwa. Barikiwa sana. Na wasalimie pia na waambie kwamba wanaundugu tunawapenda sana. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu ikubebe, na tupatane hapo kesho tena wakati ambapo tutakuwa tunaanza wiki lingine mpya. Bye bye.